ya kukuletea masomo haya. Somo letu tunalojifunza kwenye hii semina linaitwa Kanisa kama majani ya kuficha maovu. Kanisa kama majani ya kuficha maovu. Hili ndiyo somo letu ambalo Mungu ametupa kujifunza kwenye hii semina. Na tumefikia kwenye kipengele kinachoitwa hofu. Na kwenye hichi kipengele cha hofu tukaona kuna aina 6 za hofu, ambapo ya kwanza ilikuwa ni hofu ya Mungu ambayo tayari tumeshajifunza, na tukaingia aina ya pili ya hofu ya Mungu ambayo ndiyo tuko nayo sasa, inayoitwa hofu ya wazazi. Tukumbuke kwamba tulikotoka kule nyuma tuliangalia jinsi ambavyo Adam na Eva walimkosea Mungu kwa kula tunda, na baada ya kula lile tunda waliweza kutenda dhambi, na hawakutafuta nafasi ya kutubia hiyo dhambi yao, kumuomba Mungu msamaha, ila mbadala wake wakachukua majani wakajificha ili waendelee kuficha aibu ya dhambi yao. Tukaangalia kimafunuo kwamba kwenye kanisa kuna Wakristo wengi sana ambao tunafananishwa na Adam na Eva. Tunamkosea Mungu kila siku, na tunatumia makanisa yetu, tunatumia madhehebu yetu, dini zetu kama majani ya kujifichia na dhambi zetu. Ndio maana kwenye makanisa kuna watu ni waovu, lakini wamejificha makanisani wakijifanya wema, kumbe ni waovu. Ndio kama walivyofanya Adam na Eva, wakajificha uchi wao kwa kupitia majani. Na Mungu ni mwaminifu. Tukaingia kwa kuiangalia hofu. Kwa nini hofu? Kwa sababu hofu ndio inayosababisha watu wengi wasitubu, wajifiche kwa kuogopa watu, kwa kuogopa vitu mbalimbali. Na ndio maana tukaangalia umuhimu wa kuwa na hofu ya Mungu, na sasa tumeingia kwenye hofu ya wazazi. Nimeweka tu marudio kidogo ili kukukumbusha ufahamu kule tulikotoka na wapi tunakoelekea. Pia watu wa Bwana, kwenye hofu hii ya wazazi tulianza kwa kujifunza kiufupi kwa kuangalia nini maana ya hofu ya wazazi. Tukaona ni ile hali ya kuwaogopa zaidi ya wazazi wako kuliko Mungu. Na tukaona jinsi ambavyo Mungu aliwapa wazazi heshima ya kuheshimika na sio kuogopwa, bali mwenye kuogopwa na kuhofiwa ni yeye Mungu peke yake. Lakini pia tukaangalia madhara ambayo unaweza ukayapata katika kuwaogopa wazazi wako kuliko kumuogopa Mungu. Na pia tukaingia kipengele kingine kilichokuwa kinaitwa vitu vinavyofanyaga wazazi wa wanajisi watoto wao, au vitu vinavyofanyaga wazazi wasababishe watoto waogope kuliko kumuogopa Mungu. Tukaangalia kitu cha kwanza ni mila na desturi. Tukaona kuna mila na desturi ambazo wazazi huwa wanazileta kwa watoto wao, na zinawavuta wale watoto kwenye kuwasikiliza wao wazazi, na wanajikuta wanamkosea Mungu. Na ni hali muda huo huo ni Wakristo wako makanisani, wanaendelea kuishi makanisani na uovu, wakijificha huko, na ni hali ni watu wa mila potofu ambazo zinawakosanisha na Mungu. Leo tutaendelea kuangalia jambo la pili ambalo pia wazazi huwa wanalifanya, linapelekea watoto kukosana na Mungu kwa kupitia wazazi. Jambo la pili ambalo linaitwa tabia ya uchokozi wa wazazi kupenda kuingilia mambo ya ndoa za watoto wao. Jambo la pili linaitwa tabia ya uchokozi wa wazazi kupenda kuingilia mambo ya ndoa za watoto wao. Tabia ya uchokozi wa wazazi kupenda kuingilia mambo ya ndoa za watoto wao. Moja ya vitu Mungu alivyomtumia Paulo kuwahubiria wazazi ni kuto kuwachokoza watoto wao. Ni kitu ambacho Mungu alimtumia Paulo kufundisha wazazi. Aliwaambia wasiwachokoze watoto wao. Kwenye ile Efeso 6 mstari wa 4, Efeso 6 mstari wa 4 inasema namna hii. Efeso 6:4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kwa Mungu alielekeza kitu muhimu sana hichi, kwamba wakina baba au wazazi wasiwachokoze watoto wao, bali wawalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Kwa nini Mungu alieleza wazazi wasiwachokoze wazazi wao?
Ni kwa sababu Mungu alijua kuna baadhi ya wazazi wana tabia ya uchokozi wa kuwachokoza watoto wao kwa kuwaingilia kwenye mambo ya maisha yao kinyume na utaratibu. Na hii ni changamoto kubwa sana ambayo inasumbua kanisa kwa kiasi kikubwa. Kumekuwa na wazazi wengi ni Wakristo wazuri, ila wana tabia chafu ya kupenda kuingilia mambo ya watoto wao, hususan ndoa. Mzazi anakuwa anaingilia ndoa ya mtoto wake, anataka aiendeshe na kumpangia mtoto wake kitu cha kufanya kwenye ndoa yake. Sikiliza vizuri mzazi ulioko hapa. Tabia ya kuingilia ndoa ya mtoto wako ni kumchokoza mtoto wako kinyume na maagizo ya Bwana, na sio jambo la hekima hata kidogo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 24, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, Mwanzo 2:24 inasema namna hii: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mtoto wako akishaoa au akishaolewa sio wa kwako tena, ni wa huyo mwanaume aliyemuoa, ni wa huyo mwanamke aliyeolewa naye. Narudia tena hii kauli. Mtoto wako akishaoa sio wa kwako tena. Mtoto wako akishaolewa sio wa kwako tena, ila anakuwa ni wa huyo aliyemuoa au aliyeolewa naye. Ndivyo Biblia inavyosema kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ndoa ni kitu kinachomtenganisha mtu na wazazi wake, na ndiyo maana si jambo la busara mzazi kuingilia mambo ya ndoa ya mtoto wake, kuanza kumpangia mtoto wake namna ya kuishi na mke wake, namna ya kuishi na mume wake. Hicho kitu sio cha busara hata kidogo. Mzazi hautakiwi kuingilia mambo ya mtoto wako. Ni kweli ni mtoto uliyemzaa wewe na ukamleta duniani, ni kweli hatukatai, lakini akishaoa sio wa kwako tena. Mwache aishi maisha yake, hauturuhusiwi kuingilia. Otherwise, labda kama kuna mambo yanaendelea kwenye hiyo ndoa ambayo yameleta madhara, hapo ndio mzazi unaweza ukaingilia. Mambo gani hayo? Kwa mfano labda kipigo, kuna kipigo kinatolewa, hapo ndio unaweza ukaingilia. Au labda kuna maisha yasiyoendana na tamaduni zenu za Kikristo, hapo ndio unaweza ukaingilia. Au labda kuna ukatili unafanyika kwenye hiyo ndoa ambao unaleta madhara, hapo ndio mzazi unaweza ukaingilia. Lakini kama kuna utulivu, kuna mambo ya kawaida yanaendelea kwenye nyumba ya maisha, mzazi usiingilie haya kuhusu, haifai hata kidogo. Ishi maisha yako. Hayo ya ndoa ni ya mtoto wako, kwa maana ya kwako. Na maanisha hivi, yale maisha ya wewe baba na mama ni ya kwako, kwa maanayo usiingilie ya mtoto wako. Maana unakuta wengine ya kwenu yalishawashinda, unataka ukavuruge na ya mtoto. Mwache na ukome kwa jina la Yesu. Mwache mtoto wako kabisa. Ukiwa kwenye ndoa, usiwape wazazi wako kipaumbele kuliko mwenzi wako hata siku moja. Ukiwa kwenye ndoa, usiwape wazazi wako kipaumbele kuliko mwenzi wako. Ukiwapa wazazi wako kipaumbele cha kuwashirikisha kila jambo lenu linaloendelea kwenye ndoa, utawapa nafasi ya kuwashawishi kukuingilia, kukufanyia maamuzi. Watakuingilia kwenye kila kitu chako. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa umewafungulia mlango kwa kuwapa kipaumbele cha kuwashirikisha kila jambo lenu. Nisikilize vizuri mwanandoa walioko hapa. Mambo ya ndoa yanatakiwa yamalizwe na wanandoa wenyewe. Wazazi wasihusishwe. Otherwise, kama mmeona hilo jambo limekuwa sugu na kubwa, limewashinda nyie kudiscuss, labda ndio muwaingize wazazi. Lakini si kila kitu kanakotokea wazazi, kila kitu wazazi, kila kitu wazazi, na mengine hata ni ya kawaida tu wazazi. Matokeo yake inatengeneza picha mbaya na inaibua vita ambavyo havina maana.
Na ndio maana lazima mjifunze kukomaa. Ndoa ni utu uzima, sio utoto. Ni utu uzima, na utu uzima ni uwezo wa kusolve changamoto ngumu ambazo wengine hawawezi. Huo ndio utu uzima. Utu uzima sio kuota ndevu. Utu uzima sio kuongeza umri. Huo sio utu uzima. Ila utu uzima ni uwezo wa kusolve changamoto ngumu ambazo wengine hawawezi. Huo ndio utu uzima. Na utu uzima wako wa kwanza unatakiwa uonyeshe kwenye kusolve matatizo ya ndoa yako. Huo ndio utu uzima wako wa kwanza, uonyeshe hapo. Kitendo cha kuchukua mambo ya ndoa yako kupeleka nyumbani kwenu, huo ni utoto wa kisaikolojia. Ina maana wewe ni mkubwa wa mwili, lakini kiroho wewe ni mtoto, na kisaikolojia wewe ni mtoto. Usingefaa kuolewa, usingefaa kuoa. Ukichukua mambo ya ndoa yako ukipeleka kwenu, kwanza unajiaibisha mwenyewe, halafu kitu cha pili unamuaibisha na yule aliyekuoa. Kwa sababu kumbuka, wale ndugu ni wa kwako wewe. Wakisikia kitu chochote, wewe hawatakuona mbaya, watamuona mbaya yule aliyekuoa. Kwa matokeo yake mtapatana, mtasameana, kwako litaisha, lakini kwa ndugu zako bado alishashikilia kwamba shemeji ni mbaya, alimpigaga dada kofi. Wale nao wanasema yule kaka ni mbaya, alimpigaga mtoto wetu kofi. We mtoto ulishasamehe, ulishasahau, lakini kule kwenu bado ameshikilia. Huyu mwanamke ni mbaya, anamnyimaga mtoto wetu chakula, hamwachiagi chakula. Nyie mlishasameana, ila wao walishashikilia. Na ikitokea ugomvi mwingine tena ukipeleka, unaona wanajumlisha na ule ambao ulishaisha kwako. Wanasema afu huyu amezoea, si alikupigega kofi, amerudia tena. Wewe unaanza kukumbuka, ala, kumbe alinipigega kofi. Wewe ulikuwa ulishasahau. Kwa yanaendelea, mwisho wa siku kadiri unavyowashirikisha, heshima ya mume wako nyumbani kwenu inaendelea kupotea. Heshima ya mke wako nyumbani kwenu inaendelea kupotea. Afu akimdharau unaanza kulalamika, oh, mimi wanamdharau mke wangu. Kumbe uliyefungua lango ni wewe. Unasema, Mwalimu Petro unasemaje? Nasema hivi, ulifungua lango kwa sababu ulikuwa unaeleza kila kitu kwenu. Au unalalamika, mimi wazazi wangu mnaniingilia, mnanipangia jinsi ya kuishi na huyu mwanaume, mnanipangia jinsi ya kuishi na huyu mwanamke. Usiseme hivyo. Wewe ndio uliwafungulia mlango kwa sababu ulikuwa unawaeleza kila kitu. Na kwenye akili zao wakasema ngoja tuingilie kati tumsaidie mtoto. Matokeo yake wameanza kukuharibia. Kandarabo shakarabasiki. Nisikilize vizuri. Mzazi ameambiwa asimchokoze mtoto wake. Kwa we mtoto usijipeleke kwa mzazi ya kuchokoze. Mfungie nafasi kwa kutokumshirikisha kila mambo ya ndoa yako. Na we mzazi, ukiona mtoto wako anakuletea kila kitu, mfoke. Mwambie acha ujinga, kakomae huko. Mama wa zamani, mtoto wake alikuwa akirudi nyumbani, kwamba mume wangu kanifanyia hivi, anamfukuza, anamwambia rudi nyumbani kwako. Na ndio maana ndoa za zamani zilidumu kuliko za siku hizi. Lakini siku hizi mtoto akikorofishwa kidogo, akipiga simu nyumbani, mama anamwambia rudi, hujaiba huku kwetu, kwenu, hujaiba huku kwenu, rudi sasa hivi. Tena huyo mume wako anijui, leta hata namba yake nimpigie nimtukane. Ndio mama wa siku hizi walivyo. Wamekuwa sababu ya kuharibu ndoa za watoto wao. Wamama wa zamani waliwaambia rudi, wa siku hizi wanawaambia njoo nyumbani. Ndio maana kama wewe ni mzazi wa Kikristo unanisikiliza muda huu, mtoto wako wa kiume akikwambia mke wangu ananisumbua, siji nataka nimrudishe kwao, mwambie acha ujinga, komaa naye hapo, safu matatizo ya nyumba yako. Cha muhimu msikilize anamsumbua kwenye nini. Halafu ukiona ni cha kijinga, mwambie mtoto wako ukweli ni wa kwako, mwambie acha utoto, umeoa, kuwa si kila kitu ni cha kuniambia. Usipende kusikiliza, mwambie ukweli, utamsaidia. Maana moja ya kitu muhimu sana kwa wanandoa ni kuwa na msimamo. Wanandoa wakikosa msimamo watayumbishwa sana. Moja ya kitu nilichojifunza ni hicho, kwa sababu ndoa ina maneno mengi sana ya watu. Angalia, wazazi watasema, majirani watasema, kanisani watasema, kwenye huduma watasema, kwa kila sehemu watawasema. Kama hamna msimamo, utasikia cha kanisani kitakuyumbisha, utasikia
cha nyumbani kitakuyumbisha, utasikia cha ofisini kitakuyumbisha, utasikia cha kule anakofanya kazi mke wako kitakuyumbisha. Kwa utakuwa ni mtu ambaye unayumba, leo kushoto, kesho kulia, mbele nyuma, hautaeleweka msimamo wako ni upi, na matokeo yake ndoa yako haitaendelea, itaharibika. Kwa nini? Kwa sababu umefungua lango, unasikia cha kila mtu na hauna msimamo. Dawa rahisi ya kujiponya, usifungue mlango wa kusikia kila kitu, lakini pia na msimamo uwepo ndani ya moyo wako, ili kila unachosikia kisikuyumbishe. Hakuna mtu anayemfahamu mume wako kuliko wewe unavyomfahamu, wala hakuna mtu anayemfahamu mke wako kuliko wewe unavyomfahamu. Tena kwa taarifa yako, mke anamfahamu mume kuliko hata mama yake mzazi, maana mama mzazi hajawahi kulala na mume wako. Samahani, nimeongea neno kali, lakini nafundisha, nataka usikie. Wala baba mzazi hajawahi kulala na binti yake, lakini we mume umepata hiyo nafasi. It means unamjua zaidi ya wazazi wake. Kwa kama unamjua zaidi, asije mtu mwingine akakwambia tabia za mke wako, ukaanza kutoka kwenye msimamo wa kumjua, ukaanza kutafuta vingine. No. Tembea pamoja na mke wako, tembea pamoja na mume wako, asije mtu mwingine akawavuruga kwa maneno ya nje. Isije ikatokea kitu cha namna hiyo. Maana mkitengeneza hiyo nafasi, wazazi watapata nguvu ya kutikisa nyumba, na kitakachotokea, kwa sababu hauna msimamo, utajikuta unaanza kuyumba, utaanza kumtesa mwenzi wako. Halafu muda huo upo na kanisani, ni Mkristo mzuri, huku kule nyumbani unamtesa mwenzi wako. Kinachofuatia ni nini? Ni kanisa lako linageuka kuwa majani ya kufichia dhambi zako. Unaenda Jumapili kanisani, unapokea na Ekaristi, huku umeacha nyumbani mke ana majeraha kwa ajili yako, mwanaume ana majeraha kwa ajili yako. Hebu jiulize swali, mko nyumba moja, lakini mama anainuka kupokea Ekaristi, baba anabaki amekaa. Si kitu cha kawaida hicho. Lazima mjiulize, baba anaenda kupokea Ekaristi, mama anabaki amekaa. Alafu kikwazo kinachomfanya mama asishiriki Ekaristi ni baba. Kwa nini? Kwa sababu baba ana msimamo, anasikiliza zaidi mama yake mzazi kuliko mke wake. Kandarabo shakarabasiki. Kanisa lisiwe majani ya kuficha uchafu wako. Jirekebishe leo hii tabia, katembee pamoja na mwenzi wako, na Mungu akusaidie kuelewa. Mimi nasonga mbele. Nimemaliza kufundisha aina hii ya pili ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya wazazi. Naingia kwenye aina ya tatu ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa. Naingia aina ya tatu ya hofu, ambayo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa. Nimemaliza ile aina ya pili, ambayo tumeona haifai kuwa nayo, ni heri uwe na hofu ya Mungu kuliko ya wazazi. Kwa tusonge mbele, tuiangalie na hii aina ya tatu katika zile 6 zilizopo, ambayo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa. Hofu ya viongozi wa kanisa. Tuanze kwa kuangalia nini maana ya neno hofu ya viongozi wa kanisa. Hofu ya viongozi wa kanisa. Hofu ya viongozi wa kanisa ni ile hali ya kuishi maisha ya kukosa uhuru binafsi wa kimaamuzi, bali unajikuta ukiendeshwa na kauli na mitazamo ya viongozi wako wa kiroho, kwa kuwaogopa utawakosea au utatengwa na kanisa lako. Hofu ya viongozi wa kanisa ni ile hali ya kuishi maisha ya kukosa uhuru binafsi wa kimaamuzi, bali unajikuta ukiendeshwa na kauli na mitazamo ya viongozi wako wa kiroho. Unawaogopa utawakosea au kutengwa na kanisa. Kwa mtu ambaye ana hofu ya viongozi wa kanisa, mara nyingi utamuona kwenye maisha yake anaishi maisha yasiyokuwa na uhuru. Maisha yake yote yanakuwa yanaendeshwa na kauli za viongozi wake, yanakuwa yanaendeshwa na mitazamo ya viongozi wake. Na hata kama hizo kauli na hiyo mitazamo sio ya Kikristo, sio ya kibibilia, ni mitazamo ya uovu, anakuwa hana ujasiri wa kukataa, anaendelea kuitekeleza. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake anakuwa ana uoga wa kuwakosea viongozi wake wa kanisa.
ana uoga wa kutengwa na kanisa lake. Afikiri kabisa kwamba yuko Mungu anayemkosea, hilo aliangalia. Afikiri kabisa kwamba anaweza akatengwa na mbingu, hilo aliangalia. Ila anachoangalia, nisitengwe na kanisa langu, nisitengwe na viongozi wangu, tafanya lolote lile kuwafurahisha wao. Hiyo inaitwa hofu ya viongozi wa kanisa na sio hofu ya Mungu. Viongozi wa kanisa tunaowaongelea hapa wanaweza wakawa ni mapadri, wachungaji, wazee wa kanisa, baraza la halmashauri ya walei, waratibu wa vikundi vya sala na maombi, na watumishi mbalimbali wa Mungu ambao wanapata nafasi ya kuongoza makundi ya watu kiibada katika kanisa letu. Mfano tutauona wa kibibilia hapa kupitia wazazi wa bwana mmoja ambaye alikuwa ni kipofu. Yesu akamponya. Yule jamaa alipoponywa na Yesu, viongozi wa kanisa lake walikuja juu, wakawakamata wazazi wake, wakawauliza maswali kadhaa juu ya ule uponyaji. Na wale wazazi wa yule kipofu wakaogopa kukiri kwamba Yesu ndiye aliyemponya yule jamaa kipofu, kwa sababu waliogopa kanisa lao litawatenga. Kwa nini? Ndani ya hao wazazi walikuwa na hofu ya viongozi kuliko hofu ya Mungu. Kandarabushaka. Angalia kitabu cha Injili ya Yohane tupate picha pana. Ile sura ya 9 mstari wa 13 hadi wa 22. Injili ya Yohane sura ya 9 mstari wa 13 hadi wa 22. Yohane 9:13-22 inasema namna hii. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kufumbua macho. Basi Mafarisayo wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyefumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Sikiliza vizuri mstari wa 22 tena. Inasema hivi, wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Kandarabashoka. Nisikilize vizuri Mkristo ulioko hapa. Huyo mtu alikuwa ni kipofu, aoni. Akakutana na Yesu. Yesu akamfanya akaanza kuona. Wayahudi na Mafarisayo, viongozi wake wa kanisa, wakashangaa kwamba inawezekanaje mtu ni kipofu na ghafla ameanza kuona. Kwa kilichotokea, wakamuita, wakamuuliza yule jamaa, ni nani aliyekufanya uone? Yule jamaa akawaambia, ni nabii. Kundi likainuka la pili, likasema no, haiwezekani. Huyu sio nabii, ni tapeli. Wengine wakasema no, angekuwa ni tapeli na ana dhambi, angewezaje kumfungua huyu aone? Kwa pakatokea mgawanyiko wa makundi mawili. Kundi la kwanza linamuunga Yesu mkono kwamba ni mtu wa Mungu, ndio maana akamfungua huyu jamaa ameona. Kundi la pili linasema sio mtu wa Mungu, ni tapeli. Kwa lile kundi la pili likawa lina nguvu zaidi, kwa sababu ndani yake lilikuwa lina Mafarisayo
ambao kwa kipindi kile ndio walikuwa mapadri, walikuwa wachungaji, walikuwa viongozi wa kiroho wa kanisa kwa wakati ule. Kwa hiyo Mafarisayo wakasema ngoja tuwatafute wazazi wake. Wakatafuta wazazi wa yule jamaa, wakawaita, wakawauliza, ni kweli mtoto wenu alikuwa kipofu? Wakasema ndio, alikuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wakawauliza swali jingine, amepataje kuona? Wazazi wake walikuwa wanajua ukweli kwamba Yesu ni Kristo na ndiye amemfungua mtoto wao kuona. Lakini walipoulizwa swali, amepataje kuona, wakaogopa kukubali Yesu ni Kristo. Wakasakizia lile swali kwa mtoto wao, wakalisusia kwa mtoto. Wakasema ni mtu mzima, anajua, muulizeni mwenyewe. Kwa nini waliongea kitu cha namna hiyo? Kwa sababu kwenye sinagogi lao, kwenye kanisa lao, walikuwa wamepatana kwamba mtu atakayemkiri Yesu atatengwa na sinagogi. Na kwa kipindi kile mtu ambaye alikuwa akitengwa na sinagogi, kuna baadhi ya vitu anakosa, kuna baadhi ya misaada anakosa. Kwa wakaona wataanza kuishi maisha magumu ambayo hayana mfano, wakaona bora tu amkatae Yesu. Wakawaogopa viongozi wao. Wanajua ni Kristo ndio, lakini tusitengwe na viongozi kwenye sinagogi. Wakasema muulizeni mtoto. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Kilichowafanya wazazi wamkatae Yesu ni hofu ya viongozi wa kanisa iliyokuwa ndani yao. Hebu tuangalie na mtu mwingine ambaye naye pia alikuwa na hofu ya viongozi wa kanisa. Tuachane na hao wazazi. Angalia kitabu cha Yohane sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Pia kuna mtu mwingine hapa ambaye naye alikuwa na hofu ya viongozi wa kanisa. Yohane sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 inasema namna hii. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tuwajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa hiyo huyu jamaa, Biblia inasema alikuwa ni Farisayo, mkuu wa Wayahudi. Ina maana na yeye pia alikuwa ni kiongozi wa kanisa, na alikuwa anaitwa Nikodemo. Huyu jamaa Nikodemo alikuwa anampenda Yesu na alikuwa anapenda mafundisho ya Yesu, ila alikuwa hawezi kujionyesha kwa watu kwamba yeye anampenda Yesu na anapenda mafundisho ya Yesu. Kwa nini alikuwa hawezi kujionyesha kwa watu? Kwa sababu alikuwa anaogopa viongozi wenzake wakimjua kwamba anampenda Yesu watamtenga na atanyang'anywa cheo cha kanisa. Kwa hiyo akawa ana tabia ya kumfuata Yesu usiku. Ndio maana Biblia inasema huyo alimjia Yesu usiku, sio mchana wala sio asubuhi. Anasubiri giza liingie. Giza likishaingia, kimya kimya anamfuata Yesu. Chap chap chap. Tena nimewahi kuangalia ile movie fulani ya Yesu, paka hapa anaonyesha hichi kipengele cha Nikodemo. Ile movie ilivyoonyesha, Nikodemo alikuwa anawasha kijinga cha moto, anachungulia nje. Akishachungulia, kwenye movie ile inaonyesha anaangalia kama hamna anayemuona, ananyatia, anafika ile nyumba anayokaa Yesu, anaangalia tena hamna anayemuona, na muda huo anakuwa amejitanda mavazi, amefunika sura yake haonekani kabisa. Anaingia, akifika pale kwa Yesu, ndiye anafungua ile sura yake, anaanza kuongea naye. Ndio ile movie ilikuwa inaonyesha namna hiyo. Wewe unaangalia movie mbalimbali za Yesu, utakutana na hiyo story ya Nikodemo. Kuna baadhi ya movie hazijamuonyesha na kuna baadhi ya movie za Yesu zimemuonyesha. Mimi nilikutana nayo hiyo nikaona. Sikiliza mtu wa Mungu. Yote haya mahangaiko ya Nikodemo, alikuwa anawaogopa wenzake wasimjue kwamba anampenda Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya moyo wa Nikodemo kulikuwa kuna hofu ya viongozi wa kanisa kuliko hofu ya Mungu. Na ndio maana hakukubali kudhihirisha upendo wake, mapenzi yake kwa Bwana. Hakukubali, akawa anajificha. Pendwa mwana wa Mungu, ukimchukua Nikodemo, ukijumlisha na wale wazazi wa yule kipofu, utapata kundi kubwa sana la Wakristo kwenye makanisa ya leo ambao wanawaogopa vibaya mno viongozi wao wa makanisa.
kuliko Mungu. Ni rahisi sana kumshangaa Nikodemo, lakini unaweza ukajikuta hata wewe ni Nikodemo wa leo. Ni rahisi sana kuwashangaa hawa wazazi wa huyu jamaa kipofu, lakini kumbe hata wewe ukawa ni hawa wazazi wa leo. Kuna watu wengi sana kwenye kanisa leo hii, wamo makanisani, wamejificha humo kwenye makanisa, wamegeuza kanisa kuwa majani, wanawaogopa viongozi wa kanisa vibaya mno, wanawasikiliza viongozi wa kanisa vibaya mno kuliko kumsikiliza Mungu. Hawajali walichoambiwa na viongozi wa kanisa kinamwakosanisha na Mungu, hilo hawaangalii. Ila wanachoangalia, tusitengwe na kanisa, tuwapendeze viongozi. Wengi hawako tayari kukiri ukuu wa Yesu kwa kiwango cha juu zaidi ya kile walichofundishwa na viongozi wao. Wanamkiri Yesu kwenye kiwango kile kile, hawakiri cha juu. Hawa wazazi wa vipofu walikuwa wamefundishwa kwamba Yesu ni tapeli, lakini walipomuona Yesu ni mponyaji, hawakuweza kukiri mbele ya viongozi wao kwamba ndio mmefundisha ni tapeli, lakini leo tumemuona katika fundisho jingine kwamba ni mponyaji. Hawakuwa na huo ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Na ndivyo walivyo Wakristo wengi, wakipata fundisho jipya kuhusiana na Yesu, kama hilo fundisho halijafundishwa kwenye makanisa yao, hawana ujasiri wa kuliishi, hawana ujasiri wa kulikiri mbele ya waumini wenzao. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa viongozi wa kanisa lao, maana wanaona tukikiri tutaletewa vita kanisani. Kwa wanaendelea kuishi na mitazamo ile ile, hata kama inawapotosha kwamba Yesu ni tapeli, watatembea kwenye kiwango kile kile cha utapeli, ili hali amejifunua kwao kama mponyaji. Kandarabo shakarabasek. Sikiliza vizuri. Wengi wanatamani kumjua zaidi Mungu. Wengi wanatamani kumjua sana Mungu, ila wanaogopa kutafuta mafundisho ya kumjua Mungu waziwazi. Wanaishia kuyatafuta kimya kimya kama Nikodemo. Wanatamani kumjua Mungu, ila hawawezi kutafuta waziwazi. Wameshaona fundisho la kanisani kwao haliwashibishi. Wakienda kanisani hawashibi mafundisho. Watafanya nini? Hawana uwezo wa kuwafuata viongozi kuambia hatushibi. Uwezo huo hawana, maana wanawaogopa. Kwa kinachotokea, wanachukua tabia ya Nikodemo. Wanaanza hivi: asubuhi wanawahi misa, ikifika mchana kwenye makanisa ya manabii. Asubuhi yuko kwenye misa, mchana yuko kwa nabii, jioni yuko kwa mtume, usiku anarudi nyumbani kwake. Kuna mkuta mtu mmoja anasali makanisa matatu tofauti kila Jumapili, au mwingine Jumapili yuko kwenye misa, Jumatano yuko kwenye kanisa jingine nje na kanisa lake kwenye Bible study, Ijumaa yuko kwenye maombi kwa kanisa lingine, Jumapili yuko kwenye misa, mchana kwa nabii. Mtu mmoja huyo anasali makanisa manne kwa wakati mmoja, afu yote anaenda kimya 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 kimya. Na ukimwona watu wanajiuliza, hivi huyu si wa kanisa fulani, kwa nini anafanya hivi? Ukikaa naye anakwambia, si kwamba silipendi kanisa langu, nalipenda, ila tatizo siriziki na kile wanachofundisha, siriziki. Kule nakoendaga kuna kitu napata cha kinanishibisha. Ukimuuliza, kwa nini usiende kuwaeleza viongozi wako wa kanisa wakatoa hiyo huduma unaoenda kutafuta kule kwingine, wakaitoa na kanisani kwako? Anakuambia siwezi, na hata nikiwaeleza hawatakubali. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Hii roho ni roho ya Nikodemo, imeinuka saizi kwa kiwango cha juu. Hamna roho inayofanya kazi kwenye kanisa kwa kasi kwa sasa. Moja ya roho inayofanya kazi kwa kasi kwa sasa kwenye kanisa ni hii roho ya Nikodemo. Roho ya watu kutafuta mafundisho ya Yesu nje na makanisa yao. Ipo kubwa, ukubali ukatae. Ukubali ukatae. Mimi napenda kusema ukweli na huwa siogopi. Hii roho inafanya kazi kwa sasa kwenye kanisa kwa kiwango cha hali ya juu, roho ya Nikodemo. Watu wamekimbia makanisani. Hawajakimbia kimwili, wamekimbia kiroho. Wamebaki makanisani kimwili, wanaingia jumuiya kimwili,
wanaingia misa kimwili, lakini kiroho wako kwa manabii, wako kwa mitume, wakitafuta fundisho, wakitafuta maombi makali, kwa sababu huku kwenye kanisa hawayaoni. Na ukiangalia viongozi wa kanisa wamebaki wanalalamika kwamba mnakimbia kanisa, mnakimbia masakramenti, mnakimbia hichi na hichi, pasipo kujua kwamba kinachofanya waumini wakimbie, hawashibi fundisho. Kilichomfanya Nikodemo akimbie kwenye sinagogi akamtafute Yesu usiku, Nikodemo alikuwa hashibi fundisho, ndio kilichomfanya akakimbia. Kwa ukitaka Nikodemo asikimbie kwenye sinagogi, mtafutie mfumo wa kumshibisha fundisho. Ukimshibisha Nikodemo hatokimbia kwenye sinagogi, maana alichokuwa anakimbilia nje na ndani kipo. Lakini tatizo ni kwamba huku kwenye sinagogi akiinuka mtu wa kushibisha fundisho, anashushwa chini, anaambiwa umesomea wapi? Kwa nini? Ndio ilivyokuwa Mafarisayo. Yesu akifundisha wanasema, kwani hii elimu ametoa wapi? Siye Yesu huyu mwana wa seremala? Siye mtoto wa Yusufu huyu fundi seremala? Sio mwana wa Mariamu na maumbu lake tunawajua? Si ndivyo walivyokuwa wanasema? Kujuana kwingi. Amesomea wapi? Amepatia wapi hii elimu ya dini? Hafai kusikilizwa. Nikodemo anamtafuta. Viongozi wanasema hafai kusikilizwa. Nisikilize vizuri watu wa Mungu. Ifike mahala kanisa likubali kwamba Mungu anatenda kazi kwa kila mtu, si kwa waliosomea tu. Ifike mahala kanisa likubali. Ifike mahala kanisa libadilishe mfumo wa kulea karama kwa wale wanaoonekana wameinuka, hata kama hawajasomea kama viongozi walivyosoma. Ifike mahala kanisa liinue mfumo wa kuwalea, lisiwashushe. Kwa sababu hata likiwashusha, waumini wao hawatulii, watawafuata huko huko walikowafukuzia. Ukimfungia anaenda kufungua cha kwake, na akifungua cha kwake kanisa linaondoka linamfuata. Utaona waumini wanajaa kanisani Jumapili, ila ukimaliza tu ukisema nendeni na amani, wanageuka wanaenda kwa uliyemfungia. Kwa nini? Kwa sababu yule uliyemfungia amebeba fundisho tamu ambalo wewe kwenye sinagogi haujalitoa. Dawa sio kuwafungia watu sakramenti. Dawa sio kuwafukuza watu. Dawa sio kufuta charismatic. Dawa ni kutengeneza mfumo wa kuipa nafasi ili ikidhi kiu ya wakina Nikodemo ndani ya kanisa. Mwenye masikio na asikie. Mimi nasonga mbele. Mungu akusaidie kuelewa. Kiongozi wako wa kanisa akiwa kipofu atakuaminisha yeye ndiyo sahihi na wengine wote ni waongo. Kiongozi wako wa kanisa akiwa kipofu atakuaminisha yeye ndiyo sahihi na atakufundisha mafundisho ya kwamba wengine wote ni waongo. Na ndiyo maana moja ya kipimo kitakachokusaidia kumjua kiongozi wako wa kanisa kama ni kipofu, utaona mafundisho mengi yanayokujenga ni mafundisho ya kukutisha kwamba yeye ndiyo yuko sahihi na anachokuelekeza ni sahihi, na kingine wanachoelekeza watumishi wengine ni vya uongo. Nimewahi kutana na jamaa yangu mmoja akiwa ana masikitiko makubwa, akaniambia, mwalimu, ujue mimi nasikitika sana. Nikamuuliza, kwa nini unasikitika? Akasema, mchungaji wetu kanisani anatuambiaga kitu ambacho mimi simuelewi. Nikamwambia, kitu gani? Akaniambia, mchungaji wetu alishatengeneza siku ya kufunga na huwa anaandaa mafungo. Anasema ambaye hatafunga nimemuombea afe. Hichi kitu mimi huwa hakinipi amani. Mchungaji akija akiwa anahubiri anasema wale wote ambao hawajafunga na waombea kufa kwa sababu ni wazembe. Anasema hichi kitu hakinipi amani kabisa. Ananiambia, kwa mfano, unakuta tuna changamoto zinazotuzuia kufunga. Mchungaji hilo haelewi. Anachosema hujafunga na kuombea ufe.
Sitaki kukuambia nini tuliendelea kuongea na yule jamaa, ila nilichotaka usikie jinsi ambavyo kiongozi wa kanisa anaweza akawa chachu ya kupotosha waumini. Na ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na kile ambacho kiongozi wako anakueleza. Mafarisayo walikuwa ni viongozi vipofu. Mara nyingi walikuwa wanawafundisha watu vitu ambavyo haviendani na mafunuo ya neno la Mungu. Na kwa kipindi kile wao walikuwa wanatumia Torati na chuo cha manabii. Walikuwa wanawafundisha watu kinyume kabisa na maandiko. Wanawafundisha watu mafundisho ya kuwafunga, na wanawaaminisha kwamba hichi tulichowafundisha sisi Mafarisayo ndiyo sahihi, na akija mtu mwingine akifundisha msikubali. Na ndiyo maana Yesu alipotokea, alipokuwa anatembea Yesu anafundisha Injili, Mafarisayo waliwabana waumini wao wasimsikilize Yesu, wakiwaaminisha kwamba kile anachosema Yesu ni cha uongo. Kwa waumini wa Mafarisayo wakawa waoga kumsikiliza Yesu kwa sababu wanawaogopa Mafarisayo. Kwa nini? Wao walikuwa ni vipofu, hawaoni kama Yesu anavyoona. Angalia Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 10 hadi wa 14. Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 10 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, Mathayo 15:10 hadi 14. Akawaita mkutano akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Ndipo wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, wajua kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. Akajibu akasema, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni hao viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa unaona hapa Yesu anatamka hadharani kabisa, anasema kwamba kiongozi kipofu akimuongoza kipofu mwenzake atamtumbukiza shimoni. Kwa nini? Kwa sababu Mafarisayo walichukizwa, walikasirishwa na kile ambacho Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi wake. Wakawafuata, wakamwambia, mwalimu, Mafarisayo hawajapenda hichi unachofundisha. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa anafundisha kitu ambacho Mafarisayo hawakijui. Wakakataa kukipokea. Wakakataa kukipokea bila kukaa kukipima kama watumishi wa Mungu. Maana Mafarisayo walikuwa ni watumishi wa Mungu. Ndio maana Yesu alisema Mafarisayo wameketi kwenye kiti cha Musa, wasikilizeni. Ina maana walikuwa nao ni watumishi wa Mungu kama Yesu. Kwa angepaswa kulipokea lile fundisho la Yesu, walipime, walione limekaaje. Lakini wao hawakuwa na huo muda. Walikuwa ni watu wanaoangalia sheria zaidi kuliko neno na mafunuo ya Roho Mtakatifu. Na ndivyo ambavyo ukiwa na kiongozi anayeangalia sheria kuliko mafunuo, ukileta mafunuo anaangalia sheria. Anasema kwenye sheria hichi kitu kwenye kanisa hakiruhusiwi. Haijalishi kimefunuliwa na Roho Mtakatifu, atakwambia kwenye kanisa sheria ilishakataza. Hatotoa nafasi hata kidogo ya kukipima. Ndivyo Mafarisayo walivyokuwa. Wanasikia Yesu amefunua funuo hili, wanasema sheria hairuhusu. Wakamkasirikia Yesu. Yesu akasema wanakasirika kwa sababu ni vipofu. Macho yao ya kiroho hayaoni. Kuna ninyi wenyewe waumini wao ni vipofu kama wao. Sikiliza, Mafarisayo hawakumpinga Yesu peke yake. Hata mitume baada ya Yesu kuondoka, mitume walipobaki wanafanya kazi, na wao pia walipingwa na Mafarisayo vile vile kama Yesu alivyopingwa. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Hili andiko nafikiri itakuwa la mwisho kwa leo, tutaingia kwenye maombi. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na maakida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakafadhaika sana kwa sababu ya wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu.
wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, kwa hesabu ya watu waume wakawa 5,000, kama 5,000. Sikiliza vizuri, Biblia inasema mitume walipokuwa wanahubiri, Mafarisayo walipowasikia na Masadukayo, wale viongozi wa dini, wakachukia. Kwa nini wanasema hivyo? Wakawakamata wakawaweka gerezani. Nini kiliwafanya wachukie? Kwa sababu kile kilichokuwa kinahubiriwa na mitume kilikuwa hakiendani na sheria ya dini yao. Kwa wakashindwa kupokea mafunuo mapya, wakawaweka gerezani na wakawaogopesha waumini wao wasiwasikilize. Ashukuriwe Mungu, kuna watu walikuwa na hofu ya Mungu, hawakuwaogopa Mafarisayo, wakaokoka watu 5,000 siku hiyo. Lakini walikuwepo pia wajinga ambao hawakupokea ule wokovu kwa sababu waliwaogopa Mafarisayo. Nisikilize vizuri, leo Mungu anataka akuponye wewe unayenisikiliza mahali hapa. Yamkini mahala ulipo umekuwa unashindwa kukua kiroho kwa sababu umewekewa tanzi la kukua na viongozi wako. Wamekubana katika elimu ya dini ambayo usisikilize wengine, uwasikilize wao tu. Hata kama wengine wananena kitu cha kimafunuo, usiwasikilize, uwasikilize wao tu. Sikiliza, hivyo sivyo Mungu alivyoumba. Ila namna Mungu alivyotengeneza mfumo kwenye kanisa, amemwachilia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kila mtu, pasipo kuangalia elimu ya dini, pasipo kuangalia sura yake, pasipo kuangalia kabila lake. Ila Roho Mtakatifu akikuchagua, anajaa ndani ya mtu na anamtumia kulijenga kanisa kama wanavyojenga na wengine. Yamkini mahala ulipo, unapata upinzani wa kukua, unapata upinzani wa kukua, na umekuwa mwoga kwa sababu unaogopa viongozi wako wa kanisa. Nisikiliza vizuri, leo Mungu anataka tuombe maombi ya kubomoa huo mfumo kwenye kanisa. Kandarabo shakarabasiki, karapo riandarabasiki, rabo shakarabasiki, ramandarabo shaka, karamasandarabo shaka, karamasaka. Tutaenda kuomba leo maombi ya kubomoa mfumo kwenye kanisa. Tutaenda kuomba maombi ya kuomba Mungu aingize mfumo mpya ndani ya kanisa, mfumo ambao kanisa litatoa nafasi ya kupokea mafunuo mapya. Kwa nini? Kwa sababu nyakati tulizopo, roho ya Nikodemo inafanya kazi. Watu wengi wamekimbia kwenye kanisa, wameenda kutafuta chakula nje ya kanisa. Wamebaki wamejifunika mle kanisani, wamelitumia kanisa tu kama majani ya kujificha. Ini hali walishahama zamani mno. Na kwa nini wamejificha? Kwa sababu wanaogopa viongozi. Tunataka tuombe leo hapa, Mungu atengeneze mfumo mpya ndani ya kanisa, mfumo ambao viongozi waliopo sasa kwenye kanisa na wale wajao watakuwa na nafasi ya kupokea mafunuo mapya, watakuwa na nafasi ya kuwapokea wale Mungu anaowainua wapya, ili kanisa, kondoo wasitawanyike, bali kondoo akae pamoja kula neno na kukua kiroho. Maana mimi ninaamini kwamba Mungu yuko mahala pote na anatenda kazi katika damu ya Yesu. Kandarapakoriandarabashiki. Suluhisho sio kukimbia kanisa, ila ombea kanisa Mungu ainue mfumo mpya wa mapokeo. Kandarapokoriarabushaka. Tutaenda kuomba. Haya sio maombi ya kuombewa, ila kila mtu natamani leo aombe kwa nafasi yake. Tuombe Mungu asaidie kuinua mfumo mpya ndani ya kanisa, ambao kanisa litapokea mafunuo mapya, litapokea watumishi wapya wanaoinuka. Kanisa litalea charismatic na sio kuiua. Kandarabushaka. Kanisa litapokea hata mafunuo mengine nje na charismatic. Kandarabushaka. Na litayawekea mfumo wa uongozi ili asibomoe kanisa hayo mafunuo, bali yajenge kanisa sawa sawa na Roho Mtakatifu na sio sheria. Kandarabushaka. Maana tumepewa wokovu kwa haki ya imani na sio sheria. Rakandaraba. Kandarabusharamashiki. Mungu, tunasogea mbele zako jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunatubu Bwana mbele zako kwa ajili ya kanisa, kila eneo Bwana
ambapo kanisa limesimama na kupinga mafunuo ya Roho Mtakatifu, kila eneo ambapo kanisa limewabana waumini na kuwalea kwenye hofu ya kuwaogopa wao kuliko kukuogopa we Mungu, tunatubu leo mbele zako. Maana Bwana umetufundisha hapa, tumejua hichi kitu si sahihi hata kidogo, si sahihi hata kidogo. Maana kimekuwa sababu ya kuwafanya waumini wawe na roho ya Nikodemo, watangetange huku na huko, wakimbie Bwana. Tunakurudi mbele zako Roho Mtakatifu, maana Mungu haukuliandaa kanisa kwa ajili ya watu kimbia, bali uliliandaa kwa ajili ya kulea watu kiroho na kuwakuza, na hata utakaporudi ukalikute aliko salama. Katika damu ya Yesu tunatubu Bwana kwa ajili ya mifumo iliyopo kwenye kanisa. Tunatubu Bwana kwa ajili ya viongozi waliopo kwenye kanisa, kuanzia ngazi ya kwanza hadi ngazi ya chini. Tunaachilia damu ya Yesu ndani yake, tunaachilia damu ya Yesu ndani yake. Tunaomba Mungu upate kuitakasa mifumo ya kanisa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya mifumo ya kichungaji, maeneo ambayo ina weakness. Tunaomba rehema kwa ajili ya huo udhaifu Bwana, maana pasingekuwa na udhaifu watu wasingelikimbia kanisa. Ndio maana Mungu tunaomba toba kwa ajili ya huo udhaifu katika jina la Yesu Kristo. Tunarudi leo mbele zako Bwana, tunaomba Mungu upate kuachilia neema katikati ya kanisa hili Bwana. Achilia neema katikati ya kanisa hili Bwana. Achilia neema itakayofungua lango jipya ndani ya kanisa. Kuanzia leo tunalifungua lango ndani ya kanisa, lango ambalo Bwana kanisa litapokea mafunuo mapya, litapokea sauti mpya ya Roho Mtakatifu. Kanda rapashaka. Mungu tunaomba ufungue lango jipya kwenye kanisa, ili watumishi wanaoinuliwa wapya, hata kama hawajasomea elimu ya dini kama walivyosomea viongozi wa kanisa waliozoeleka kadiri ya sheria, Bwana Yesu, tunafungua lango ambalo kanisa litapokea watumishi wapya katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunafungua lango la kanisa kumpokea Roho Mtakatifu, kuondoa sheria na kumweka Roho Mtakatifu zaidi. Kanda rapa koriasaka. Wasimuweke kwa kumtaja kwa maneno, bali akae kimatendo. Karapa shakarapo. Mungu uliye hai, tunakuomba Bwana, hata kanisa liinue mfumo mpya wa kichungaji. Mungu achilia neema ndani ya kanisa, papate kuinuka mfumo mpya wa kichungaji, mfumo utakaolea huduma za uamsho, na si kuziua, bali wapate kuzilea, zitumike kama chachu, zitumike kama mbegu ya kulea kondoo kiuamsho na si kudedemeza. Mungu uliye hai, achilia mifumo mipya ya kichungaji ndani ya kanisa Bwana, mifumo ambayo italea watumishi wapya unaowainua kwenye kanisa, unaowainua kwenye kanisa kwa ajili ya kulea Bwana. Tunaomba Mungu Baba upate kuachilia hiyo neema, upate kuachilia hiyo neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Watumishi wanaoinuka wasiuliwe kihuduma, wasifiishwe Bwana, bali pawe na mfumo wa kuwalea, mfumo wa kuwakuza, mfumo wa kuwaendeleza, mfumo wa kuwapromote. Mungu, katika jina la Yesu tunakataa roho ya ufarisayo, tunakataa roho ya masadukayo, tunakataa roho ya masadukayo, tunaikataa kwenye kanisa. Kila viongozi ambao wamebeba mbegu ya usadukayo ndani yao, ambao wamebeba mbegu ya ufarisayo ndani yao, na wamekuwa sababu ya kuwafanya waumini waligeuze kanisa kuwa majani ya kujifichia maovu yao. Mungu Baba, hao viongozi tunaomba damu ya Yesu ikutane nao, tunaomba neema ya Mungu ikutane nao. Maana Yesu kukaa msalabani kwa ajili ya kuangamiza, ila ulikaa msalabani kwa ajili ya kuokoa. Mungu tunaomba uwaokoe hao viongozi waliokamatwa na dhambi, waliokamatwa na mauti, na wengine wametumia vyeo vyao vya kanisa kufichia uchafu wao. Mungu tunaomba kwa huruma yako upate kuwa rehemu hao viongozi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uwasaidie kuwavua hayo magamba kama ulivyomvua Paulo magamba yake, ndivyo
tunavyoomba uwavue nao viongozi magamba yake, maana wengine hata wamekuwa sababu ya kulitukanisha jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kuanzia leo, Bwana, wajalie neema ya wokovu na wao, wajalie neema kukutana na wewe upya. Yamkini wamesomea elimu ya dini lakini hawajaonja pendo la Mungu ndani yao. Mungu ajalie neema waonje pendo lako, waonje pendo lako, waonje pendo lako, ili sije jina lako likatukanwa kwa ajili yao, kanisa likatukanwa kwa ajili yao. Kanda rapa koriasa karapa, kanda rapa shakama. Upendo wa Yesu ujae ndani ya kanisa, upendo wa Yesu ujae ndani ya kanisa, upendo wa Yesu ujae ndani ya kanisa, ili kanisa lisiongezeke kivizazi bali liongezeke kiwokovu. Karapa koriasaka, maana ni heri watu waongezeke kiwokovu kuliko kwa kuzaliana. Mungu achilia neema ya ongezeko la wokovu, ongezeko la wokovu, ongezeko la wokovu. Tengeneza mifumo ya kulea waumini kiroho kuanzia wakiwa wadogo mpaka wanapozeeka. Pawe na mfumo wa kulea Bwana, si kisheria bali kiuamsho, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini saa imefika. Ndio maana Mungu, hata ninaomba katika kila kanisa upate kuinua watu wa kuliombea kanisa, watu wa kuliombea kanisa, na si watu wa kulisema vibaya kanisa. Inua watu wa kuombea kila kanisa, inua watu wa kuombea, inua watu wa kuombea, wa kuombea wachungaji, wa kuombea wairimo, wa kuombea wakatekista, wa kuombea wapadri, wa kuombea maaskofu. Inua watu wa kuombea, inua watu wa kuombea katika jina la Yesu Kristo, wa kuombea Bwana. Inua kila parokia, pawepo na waombaji wa kuombea parokia yao. Kanda rapa koriasa karapa, karapa shakaraba seke, kanda rabu shakaraba. Nisikilize Mkristo ulioko hapa, usiwe miongoni mwa wale wanaolisema vibaya kanisa, ila liombee kanisa. Kanda rabu shaka, liombee kanisa. Tenga muda wako kila siku kwenye maombi yako, ombea na kanisa, ombea na kanisa, ombea. Unasema niombee nini? Ombea Mungu ainue mifumo mipya ya kanisa kukubali uamsho, maana saa imefika ya uamsho. Kanisa likatae likubali, saa imefika. Bila sivyo wakina Nikodemo wataendelea kuwepo tu, bali tutafute namna ya kulea ili Nikodemo wasitoke. Wa kuomba ni mimi na wewe, maana saa imefika. Ukiona Mungu analeta mzigo wa kuomba, ujue saa imefika, ujue saa imefika. Tuombe, tuombe bila kuchoka. Kwa leo tutaishia hapa, tutaendelea tena kesho kwa kina zaidi na ili somo kadiri Mungu atakavyotuwezesha. Naomba usikose, muda ni huu kuanzia 1:30 jioni, lakini pia usikose asubuhi saa 12 kamili maombi ya vita kwa ajili ya kuendelea kuomba. Mungu akubariki sana wewe ambaye tumekuwa wote siku ya leo. Mungu aendelee kukupa moyo wa ibada. Tukutane tena kesho. Tumshukuru Bwana. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Asante namna ulivyotulea na kutuhudumia siku ya leo. Tunaamini Bwana ni katika hekima na upako wako. Asante kwa ajili ya mafundisho haya na neema hii ya uamsho Bwana. Asante kwa ajili ya yote ambayo umeachilia. Ama hakika Mungu umekusudia makuu ndani yetu. Tunaombea Bwana mafundisho haya yaendelee kuwa na kibali siku zote, na neema yako endelee kumhifadhi kila mtoto wako aliyoko hapa. Tunavunja roho za visasi na malipizi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Visimpate hata mmoja wetu, bali neema yako itufunike katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Lakini